Kwa majina naitwa Dr. Erasto Mushi, ni daktari na mganga mfawidhi katika hospitali ya wilaya Tumaini iliyopo wilaya Hanang kwa Manyara. Kwa kipindi cha nyuma, kwa muda mrefu katika hospitali yetu na wilaya kwa ujumla, tulikuwa na changamoto katika kitengo cha radiolojia, ambapo tulikuwa tunatumia mashine ya kizamani sana ya ultrasound, lakini tukatafuta mbinu ya kuweza kutatua changamoto hiyo na tukafikiria kuweza kukopa ili tununue mashine mpya ya ultrasound. Lakini tulikuja kupata fursa ya kuweza kuonana na wenzetu wa NHIF, ambapo tuliweza kutoa hoja yetu ya kuweza kama tungeweza kupata mkopo wa kununua mashine ya ultrasound, na tulikaribishwa na tulibahatika kupata mkopo huo ambao tulichukua milioni 45 na tukaweza kununua mashine ya ultrasound ambayo tulinunua zaidi ya miaka 10 iliyopita, na kwa sasa mpaka sasa hivi inafanya kazi mashine hiyo, na tuliweza kulipa kidogo kidogo, maana riba ya kule wenzetu NHIF ilikuwa ni ndogo na ni rahisi. Kwa hiyo mpaka sasa tumefanikiwa kumaliza kulipa, na bado tunaendelea kunufaika na mashine ile na tunaitumia mpaka sasa, na inatusaidia sana katika upande wa kina mama, kwa sababu tuliamua kuiweka katika wodi ya wajawazito, ambapo tunaitumia kwa sasa kwa ajili ya kuweza kuwapima wajawazito. Mashine hii imetusaidia kwa wagonjwa wengi sana, sio kina mama tu, hata wagonjwa wenye matatizo mengine ya tumbo au sehemu ambazo zinaweza zikahitaji kupima kwa kutumia mashine ya ultrasound, tuliweza kuitumia na imetusaidia pia kuingizia hospitali fedha nyingi sana. Kwa hiyo kwa kifupi niseme wenzetu wa NHIF wanaweza kutusaidia sana katika kuweza kutupatia mikopo ambayo inaweza kutusaidia kunufaika na mashine ambazo tunahitaji katika maeneo yetu ya kazi, hususani maeneo ya huku kwetu kwenye wilaya. Unakuta hospitali nyingi au vituo vya afya au zahanati unakuta hazina mashine za kuweza kupima. Kwa mfano katika wilaya yetu hospitali ya Tumaini tu ndo ina mashine ya ultrasound. Kwa hiyo unakuta wagonjwa wanapata rufaa kutoka maeneo tofauti ya zahanati huko kwa ajili ya kuweza kuja kufanya vipimo vya ultrasound hapa. Kwa hiyo hata wao wanaweza kutumia fursa hii kwa kuweza kukopa NHIF kununua mashine hizi, kwa sababu mashine hizi ziko nyingi, nyingine ni ndogo tu na bei zake sio ghali sana, na ukizingatia wenzetu hao wana riba ambayo ni nafuu. Wenzetu pia vituo vya afya wanaweza kutumia hii fursa kwa kuweza kukopa kwa wenzetu NHIF, wakalipa kidogo kidogo na wakafanikiwa pia kumaliza. Changamoto ambazo tulikuwa tunapitia kabla hospitali haijapata kifaa cha ultrasound, unakuta mara nyingi kuna baadhi ya magonjwa ambayo daktari unaweza ukamuona mgonjwa ukaangalia historia ya ule ugonjwa wake, lakini pia ukamchunguza kwa kumfanyia tunaita medical examination, ukaweza kugundua kwamba huyu anaweza kuwa na tatizo fulani. Lakini kuna ambayo lazima uwe na mashine ya ultrasound ili uweze kujihakikishia kwamba huyu ana tatizo fulani. Kwa hiyo watu kama hao ambao unakuta hatuna uhakika sana wa kwamba mtu anaweza kuwa na tatizo fulani, unakuta tunalazimika kumpa rufaa aweze kwenda hospitali ya mkoa au hospitali ya Haydom ambayo iko karibu na sisi kwa ajili ya kufanya tu kipimo cha ultrasound ambacho ni rahisi kufanyika na ni rahisi kuweza kumhudumia mgonjwa pasipo kumpa rufaa. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tulikuwa tunaiona ni kwamba tunaweza kuhisi labda mgonjwa ana tatizo fulani, labda la tumbo, labda tuseme ana tatizo la appendix au tumbo, lakini kwa kuangalia, kwa kumfanyia examination, kwa sababu hatuna mashine ya ultrasound, tukaamua labda tumfanyie operation kwa kuhisi vile, lakini tukienda kumfanyia operation unakuta mtu hana hilo tatizo ambalo tulikuwa tunafikiria. Kwa mtu unakuta amefanyia operation tu pasipo kuweza kusaidika. Mashine hii tusaidia sana kwa kiwango kikubwa sana kwa ajili ya kutoa huduma. Kwa mfano, imetusaidia kwa nini? Kwa mfano, unakuta mwingine ana tatizo la uvimbe tumboni
ambalo labda anahitaji apewe tu dawa. Kwa hiyo kwa kutumia mashine ya ultrasound tunaweza tukampima mgonjwa, tukajua ule uvimbe uko kwa kiasi fulani, kwa ukubwa fulani. Kwa hiyo tunamshauri labda atumie dawa na akapona bila kumfanyia upasuaji. Kwa hiyo imetusaidia kwa kiasi kubwa sana kwenye kutoa huduma kwa wananchi. Nashauri jamani, tutumie hii fursa kuchukua mkopo kupitia wenzetu wa NHIF, kwa sababu na mkopo wa NHIF sio kwamba ni kwa ajili ya vifaa tiba tu. Unaweza kununua vifaa tiba, unaweza ukachukua mkopo ukanunua dawa, unaweza ukachukua mkopo ukarekebisha majengo yako. Kwa hiyo tunaweza tukatumia hii fursa kwa wale wenzetu vituo vya dispensary au health center, tukatumia hii fursa kuweza kuchukua mkopo huo na kuweza kufanya kile ambacho tunaona kwa muda huo hatuna pesa, tunaweza tukachukua mkopo huu tukaweza kutatua changamoto zetu.